Matiang'i alilidhulumu sana 2016 ikifanya KCSE. Yes. Mr. Speaker, tukiingia mambo ya Ruto kuzuru nchi zingine ama kijana wa Mwarabu mweusi. Speaker, kwanza nikianza mimi 2 terms kuzombo. Speaker, watu opposition ni kama wako clueless. Wanatuambia agenda yao ni 1 term. Tuingie sasa kwa opposition, nani anaweza simama? Tuangalie Kalonzo, alikuwa vice president. Kitu alifanya tu ya maana ni kujenga jela. Na msisahau Wakamba wa kuangi wezi. Yes, anajengea jela Wakamba sio wezi. Haya, Mr. Speaker, kuja Gachagua, tribalist mwenyewe na ni mtu wa shares. Aliiba pesa hata ya ndugu, bibi ya ndugu yake, hata ana adabu. Matiang'i, hata siwezi ongea. Matiang'i alilidhulumu sana 2016 ikifanya KCSE. Yes. Mr. Speaker, tukiingia mambo ya Ruto kuzuru nchi zingine. Si Wakenya juzi mmesema hapa Ruto ndiye ako na Ebola ameleta. Sasa akitoa Ebola apeleke South Africa, shida yenu ni nini? Si wacha apeleke South Africa Ebola. Mr. Speaker, ukiangalia Ruto pesa amekopa between 2026 na yenye Uhuru alikopa 9 trillion. Ruto tumeona ametujengea stadium. Ameanza na ingine Kongong, inaitwa Raila Amolo International Stadium. Wajia penye kukwata na mahali amewajengea stadium. Mau Summit ndio hii hapa anajenga. Tunaona pesa Ruto anatumia kikopa. Uhuru alitufanyia nini? Ni pesa watu kubeba tu kwa gunia. Watu wa saloon, watu ambao wacha tu. Mr. Speaker, nikiingia mambo na wanafunzi kuchoma. Hawa watoto wataki kusoma, wacha wakuje huku Mr. Speaker huku nje. Sisi tuko hapa na tuko single, tutawapatia mimba na serikali tafadhali. Tafadhali serikali, tuacheni hawa watoto. Hawa wasichana ni kama hataki kusoma, ni mimba tu, na msitufunge 35 years. Yes, hatutaki kufungwa. Asante. Wewe wako mimba wewe. Of course, wataki kusoma.